Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Aquilini Claudi Magalambula, ni mwanachama wa Chadema tangu mwaka 1992 tulipopata usajili wa muda mpaka mwaka 1993 tukapata usajili wa kudumu moja kwa moja mpaka leo. Katika kipindi chote hicho mimi nimeshiriki katika nafasi mbalimbali za uongozi. Wakati mwanzo kabisa tulivyoanza shughuli za chama hiki miaka ya 92, tulikuwa tunaonekana kama ni watu ambao hatueleweki kwamba hawa nini wanachokitafuta. Lakini ilivyofika mwaka 93 chini ya Jaji Christopher Liundi akatusajili, tukawa ni chama cha kudumu ndani ya nchi na tukaanza kuendesha shughuli za siasa mpaka leo Chadema ilipofikia. Nilikuwa ni mjumbe wa kamati tendaji ya mkoa wa Morogoro, ambako ndiko nilikojiunga na chama nikiwa ni mwasisi wa chama hiki ndani ya mkoa wa Morogoro. Nilikuwa na wenzangu wawili watatu, lakini bahati mbaya wenzangu wako mbele za haki. Pia baada ya kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya mkoa wa Morogoro, baadaye nikaingia katika nafasi ya wenzangu, baada ya kuniamini nikawa katibu wa mkoa wa Morogoro, nafasi ambayo nilitumikia katika vipindi vitatu mfululizo kwa maana ya miaka 15. Baada ya hapo nikawa ni mtu tu wa kupumzika kwa miaka 5 nikishauri hili na lile kwa sababu ya uzoefu wangu, lakini baadaye nikarudi tena nikawa ni mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Morogoro, nafasi ambayo nilihudumu kwa muda wa miaka 10, ambayo mpaka mwaka jana wa uchaguzi ndipo nilipoacha ile nafasi nikapanda ya juu yake, ambayo sasa hivi ni mwenyekiti wa baraza la wazee kanda ya kati yenye kujumuisha mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida. Niko hapa ndugu zangu rasmi ni kutoa kilio changu na masikitiko yangu. Kwa kipindi chote nilichokuwa ndani ya chama nimekuta mambo mengi yametokea, shughuli nyingi zimeibuka, na kwa sababu tunahusika binadamu wenye tabia tofauti, mengi yametokea, lakini haya yaliyoibuka sasa hivi naona yamepitiliza kiasi ambacho nashindwa kuelewa nini hatima ya huko tunakoelekea kama chama. Nikienda moja kwa moja ni kwamba juzi hapa kumefanyika kikao cha kamati kuu, kilifanyika Kigoma, lakini tukitegemea pengine kama tunaweza tukapata taarifa kutokana na majumuisho au makubaliano waliokubaliana wajumbe wa kamati kuu, lakini tukaanza kusikia minong'ono ikaanza kusemekana kwamba kiongozi wetu makamu mwenyekiti wa chama hiki Bwana John Heche ameweza kufanya ufisadi wa pesa za wadau. Hicho kitu kimenifadhaisha sana. John Heche namfahamu, na tangu alivyoingia chama nafahamu. Alikuwa mwenyekiti wa Bavicha, baraza la vijana wa Chadema ndani ya taifa. Alifanya kazi vizuri sana, na ndio hicho kilichompelekea mpaka watu wakamwamini na kufikia hiyo nafasi aliyonayo sasa hivi. Sasa hii swala la kashfa ya kuonyesha kwamba kuna pesa za wadau anazipata halafu zinaonekana anazitumia katika matumizi yake binafsi, ili limenistua sana, kwa sababu sisi ndani ya Chadema hakuna hela. Ndani ya Chadema tunachangishana, na nikitolea mfano, sisi tuna jengo ambalo tunalijenga pale Dodoma, la ofisi ya kanda ya kati, tunachangishana kutoka mifukoni. Yani kila mtu anajichanga kutoka mwenyewe, mwenye shilingi 50,000, mwenye shilingi 40,000, mwenye 100,000, mwenye shilingi ngapi ametoa. Lakini leo tunaposikia kwamba kuna mamilioni ya hela amepewa kiongozi wetu, halafu kuna majibu mepesi tu ya kuonyesha kwamba hizo hela nilidhani ni za kwangu binafsi, sio za chama. Hii imenitia wasiwasi sana kwamba nini kama chama na kama taasisi kubwa ambayo ina mategemeo makubwa, imebeba mategemeo makubwa ya Watanzania ndani ya nchi hii, akatokea kiongozi akasema kwamba nimechangiwa nikidhani ni hela zangu binafsi.
hii kauli kusema kweli sikuipenda mimi binafsi, na hata baadhi ya wenzangu hawaifurahii kauli, hasa tukichukulia kwamba ni kiongozi wetu mkuu anayetuongoza sasa hivi baada ya nafasi ya mwenyekiti ambaye alikuwa amechaguliwa kuwepo na matatizo ya kesi ambayo yuko gerezani mpaka leo. Kwa hiyo hicho ndicho kilichonifanya kusema kwamba hapana, nikisema nizidi kugugumia tu na kukaa nalo rohoni halitonisaidia kitu. Ni afadhali niliseme ili watu wengine waelewe kwamba haya mambo yaende kote, kwa sababu tuna wapenzi wengi, tuna wadau wengi, na wanakitumaini hiki chama kwamba ndicho kitaweza kikawa ni mbadala wa chama kilichoko madarakani sasa hivi. Sasa kama sisi tutaonyesha kwamba tunakemea yaliyopo kwa wenzetu walioko madarakani, halafu sisi tunaenda kufanya mambo mabaya kama hayo ya kuchukua fedha kutoka kwa wadau, halafu mtu anasema fedha zake binafsi, kwa kweli hiyo hapana. Nikasema afadhali nije hapa niseme ili angalau iende huko, basi mwenye kufanya tabia hiyo kama atatokea mwingine basi aiache, na kama sikuiacha basi ikomeshwe kabisa hii tabia, ili tuende katika msigiro wa kuonyesha kabisa kwamba hiki chama ni chama cha siasa, na chama cha siasa mambo yake yanaamulika kwa vikao. Ingawaje mimi hapa nafanya sio kwa vikao, lakini naona afadhali nitoe ili iwe kwa faida kwa wenzangu hao watakaoona kabisa kwamba tunafanya hizi shughuli ili kwa faida ya chama na kwa umma wa Tanzania. Lingine tena nikisema kwamba sisi tunavyofikia kukemea mambo yetu ya ndani, yaani tunavyofikia kukemea mambo ya nje kwa maana ya walioko madarakani, basi na sisi wenyewe tujisafishe, tuwe wasafi zaidi, tusionekane kwamba sisi tuna makando kando ya ajabu, kwa sababu kuna michango mingi inayoingia ndani ya chama. Kuna tone na kuna namba ile ya simu, unaweza ukachangia makao makuu. Zile sina wasiwasi nazo, kwa sababu zile zinaingia na zitatumika kwa mujibu wa vikao. Lakini zile mtu anaweza akasema kwamba bwana, namfahamu huyo mtu, hebu ngoja nimchangie kiasi kadhaa. Basi wewe kwa dhamana ya uongozi uliopata kutoka kwa wanachama, zichukue zile pesa, rudisha kwenye chama, kwamba jamani, kutokana na wadhifa wangu basi nimechukua mimi, nimepeleka ndani ya chama ili zitumike kwa shughuli za chama. Lakini ukisema nimechangiwa kama mimi, haya, wangapi watakuwa wanafanya hivyo? Kwa sababu kila mtu ana rafiki yake, kuna mtu aliyesoma naye, kuna mtu aliyekuwa naye huku na kule, aliyezaliwa naye. Sasa yale kama utachukua wewe tu, je, ukiondoka wewe, ina maana chama kife? Lazima kila kitu kinachochangiwa kupitia kwa sababu ya chama, hata kwa wadhifa wako, basi kirudishe kwenye chama ili kiende kufanya kazi ya chama. Hilo ndo wazo langu lingine. Kuna kundi kubwa la wapenzi na wadau mbalimbali wanakipenda hiki chama na kwamba katibu mkuu asipochukua hatua, mimi kama mwanachama huku niliingia kwa hiari yangu. Kwa hiyo nitajua hapo nitakapoona kwamba imefikia haieleweki kwamba tunaendesha taasisi pengine kama yani anavyotaka mkubwa, sio kwa mujibu wa katiba na kanuni na taratibu tulizojiwekea, nitachukua hatua hapo nitakapoona kwamba imefikia mwisho na hataki kuchukua hatua yoyote. Na swala la pili, umezungumza kusema kwamba mimi na wenzangu, hili swala kwa jinsi wewe ni mwandishi wa habari, hili swala kwa jinsi linavyotembea ndani ya vyombo vya habari, mimi sio mtu wa kwanza kuliibua hii leo. Watu wengi wanazungumza, mimi nimeona afadhali niseme, na katika kuzungumza hivi wengi tu wanalalamika. Sasa mimi nimeona afadhali nizungumze, kwa sababu mimi kwa umri wangu sasa hivi, nilianza hiki chama nikiwa na umri wa miaka 32, lakini sasa hivi nina umri wa miaka 67. Nilianza nikiwa ni kijana shupavu mwenye nguvu, lakini sasa hivi ni mzee ambaye ninachoka. Sasa kama yani nimepita katika viongozi wote kuanzia Edwin Mtei, marehemu akiwa na katibu mkuu wake marehemu Bob Nyanga Makani, nikatoka hapo tena akaja katibu mkuu Dr. Willibrod Slaa, akaja katibu mkuu Dr. Amani Walid Kaburu, na wenye viti alikuja Bob Makani. Baadaye Bob Makani akamwachia Freeman Mbowe, kutoka Freeman Mbowe mpaka sasa hivi tunaye Tundu Lissu ambaye yuko kwenye mashtaka na yuko gerezani, pamoja na John Heche ni makamu wake, na katibu mkuu bwana
Amani Golugwa. Tutakosa hivi kusema Chadema hivi sasa kuna mgawanyiko kulingana na hili sakata linaloendelea. Yaani katika hili swala hili nikisema kuna mgawanyiko, mimi siwezi nikazungumza kama ni msemaji wa mwisho, hapana. Binafsi sijaona hali hii ikiwahi kutokea huku nyuma. Kweli kuna matatizo kwa sababu Chadema ina wafuasi ambao ni binadamu, na binadamu sifa yetu kubwa ni mapungufu, lakini sikutegemea kwamba ingetokea kiongozi mkubwa ambaye sisi wote tunamtizama yeye aseme kwamba amepata chochote kupitia kwamba yani ile kama ni haki yake, lakini sio kwa sababu ya chama. Hii imenifadhaisha sana, kwa sababu hata sisi wengine huku tuliokuwa na ngazi za chini, kila tukipata tulikuwa tunatumia kwa ajili ya shughuli za chama, na tunafanya kazi na unaacha wazi kwamba nilienda kwa mdau fulani nikapata hiki na nimetumia hiki kwa sababu ya chama, na tunaweza tukakaa chini tukajadili matumizi yanakwendaje. Hiyo ndo kanuni yetu na nilivyozoea. Lakini sasa mtu akisema kwamba hii nilidhani kwamba ni ya kwangu binafsi, hapa kidogo naona kuna walakini, tunakokwenda sio kuzuri kama chama. Kufanya shughuli ambazo za kuonyesha kabisa Chadema na malengo yake na nia yake kinafika mbali, kwa sababu madhumuni yake kila mtu ameyaelewa na tulianza kazi kwa ugumu sana huko mwanzo, lakini sasa hivi chama kimefika katika kila kona ya Tanzania. Lakini huko kote ilikuwa ni jitihada za pamoja kati ya viongozi wa juu mpaka chini. Sasa isitokee mtu mmoja tu akasema kwamba bwana, mimi nilichangiwa kama mimi, hasa kwenye michango huku ndiko mimi ninakulalamika sana. Kwa hiyo mategemeo haya yaende sambamba na uwakilishaji kwa watu wote ndani ya chama pamoja na wananchi wanaotutegemea. Pia vile vile kuna watu ambao wanazungumza sana kuhusu chama chetu Chadema. Mimi chama hiki nakipenda sana. Naona watu wanazungumza kwamba Chadema sasa hivi iko 1 2 3, Chadema mtu fulani hafai. Utakuta hawa watu ni wanaharakati. Lakini tunapozungumzia wanaharakati, hebu turudi nyuma kidogo. Mwalimu Nyerere alikuwa mwanaharakati, lakini alivyoona kwamba siasa imemkomaa zaidi, akaamua kuacha kazi yake ya ualimu, akajiunga na siasa moja kwa moja, akaenda kusaidia mpaka ikatuletea faida Tanzania, tukapata uhuru kutoka kwa wakoloni. Marehemu Sheikh Abeid Amani Karume naye vile vile alikuwa na kazi yake kabla ya harakati za siasa, lakini aliacha shughuli zake za kazi yake binafsi, akaamua kuingia kwenye siasa mpaka akaenda kuunda serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo sisi tunachosema ni kwamba hata hawa waliopo sasa hivi wanaotubagua kwa kujali kusema mtu fulani yuko hivi, yule hafai na nini, tunawaomba waje ndani ya Chadema washirikiane na sisi ili tushirikiane pamoja, lakini sio kukaa nje ukahamasisha tu kwamba fulani hafai, fulani hafai, kama walivyo wanaharakati wengine ambao wanatugawa kwa kusema fulani hafai, mtu fulani yule ndo dume zaidi, yule ndo anafaa zaidi. Hii hapana, wanatubagua sisi. Hatutaki ubaguzi wa namna hii. Waje waungane na sisi ili tufanye kazi ya kuweza kukiendeleza Chadema na tufikie yale malengo ambayo tuliojiwekea. Ushauri wangu katika yote haya niliyozungumza, ushauri wangu nilikuwa na ningehitaji sana, ningejaribu tu kuwasiliana kwa njia ya simu na nini, lakini kujibiwa inakuwa ngumu kidogo. Unajua sisi ambao tuko ngazi tu ya chini kanda, unaweza ukawa huna nguvu ya kuingia hata baraza kuu, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa baraza la wazee kanda ya kati ambayo inajumuisha mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida, lakini mimi ni mamlaka ya kinidhamu ya mwenyekiti wa mkoa na ni mamlaka ya kinidhamu ya katibu wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya na nini, lakini hao niliowataja wanaingia baraza kuu, lakini mimi mamlaka yake ya kinidhamu sina mandate ya kuingia baraza kuu. Kwa hiyo hapo nayo katiba yetu, tunapozungumza katiba ya chama, basi na sisi vile vile katiba yetu ilenge iende sawa sawa na uhalisia wa usawa. Kwa hiyo naomba sana kwa kuzungumza hayo machache, niwasikilize ndugu zangu
kikubwa zaidi ni kwamba ubadhirifu wa fedha za wadau zinapoingia kwa mtu binafsi awe kiongozi wa ngazi yoyote, zirejeshwe kwenye chama na chama kifanyie maamuzi ya matumizi, lakini sio kusema kwamba mtu tu aamue kusema kwamba hizi pesa ni za kwangu. Hapana, hichi tulikataa, na hata mimi binafsi nakataa, nasema hapana. Kwa hiyo nashauri kwamba katibu mkuu aunde tume ya yote yanayozungumzwa kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari na nini, aunde tume ambayo huyo mtu aliyekuwa anatuhumiwa kwa namna moja au nyingine asimame, akae pembeni, naona ile tume ichunguze, tupate jibu, halafu lile jibu ndo lituletee maamuzi sahihi ambayo tunaweza tukakaa, ili asitokee mtu mwingine tena akafanya tatizo kama hili na lisirudie tena, kwa sababu hiki chama hakiko kwa ajili ya sisi viongozi tu ama kwa ajili ya viongozi walioko juu tu. Hapana, hiki ni chama ambacho ni kwa ajili ya wanachama wote na ni tegemeo kubwa kwa Watanzania wengi. Baada ya kuzungumza hayo, nasema asanteni sana. Hata ni mwiko sana kuzungumza mambo ya vikao, lakini nitazungumza hapa. Nilikwisha zungumza mpaka kwenye kikao tulichofanya Singida juzi hapa, baraza la wazee, tulienda pale semina na nini, nikasema hivi, hayo yanayoendelea ndani ya chama, kuonekana kwamba tuna misimamo ambayo imekuwa ni migumu kiasi ambacho mwenzetu anazidi kukaa ndani, kwani chama kinapata tija gani? Na yeye mwenyewe anapata tija gani? Kwa nini tusiongee na wale watu waliomtuhumu, ili yani sisi kama baraza la wazee, kwa sababu pale tulikuwa na kikao cha baraza la wazee, kwa nini tusiongee kama baraza la wazee ambayo sifa yetu kubwa ndani ya chama ni kushauri, kwamba tushauri, tuwaambie kwamba jamani, tunaomba basi, au pengine ikizungumza kuomba, tuna kauli moja kuonyesha kwamba hatupigi magoti, lakini tunashauri kwamba kuna haja ya kuweza kukaa tukazungumza, ili yule mtu atoke na sisi mambo yale yanayotukwaza yaondoke, ili tuendelee katika siasa za pamoja, kwa sababu yani mwisho wa yote Tanzania itabaki moja na Watanzania wote watakuwa kitu kimoja. Sasa kama itakuwa hawa watizame kulia, hawa watizame kushoto, hii tunayaona sasa hivi, huku nyuma hatukuyaona. Mimi kwa umri wangu, ingawaje sio umri mkubwa sana, lakini nakubali kwamba ni umri mkubwa. Mimi sitegemei kabisa kuona kwamba kuna haja ya kugawana kwa sababu hiyo. Sisi wote tunaijenga Tanzania. Lissu ana misimamo ambayo ya kuimarisha Tanzania, na hata walioko madarakani wana majukumu wanayofanya ambayo tunaona kwa macho inaimarisha maendeleo ya Tanzania. Sasa tatizo liko wapi?